jengo hili ni jengo la wagonjwa jumuishi, kwa maana ya kwamba litakapokamilika litakuwa lina jumla ya idara 12. Idara hizo zimegawanyika katika kila floor, kwa maana ya kwamba kwa idara ya chini, sakafu ya chini, tutakuwa na idara 4, ambapo tutakuwa tuna idara ya ushauri wa kidaktari, tutakuwa tuna idara ya usafishaji wa damu kwa maana dialysis, tutakuwa tuna idara ya famasia pharmacy, tutakuwa tuna idara ya ushauri bingwa kwa maana specialist, tutakuwa pia tuna idara ya mionzi, na katika mionzi tuna mionzi ya aina yote. Tutakuwa tuna MRI, tutakuwa tuna CT scan, tutakuwa tuna X-rays, tutakuwa tuna fluoroscope, tutakuwa tuna X-rays. Kwa mantiki hiyo, ili jengo litakuwa na mionzi ya namna yoyote. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa katika mkoa wetu tutaanza kupata huduma hiyo. Mradi huu unatazamiwa kugharimu shilingi bilioni 17.7 utakapokamilika. Kwa kipekee kabisa, hospitali hii itatoa huduma za kibingwa za kitalii. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba tumelenga kabisa kwamba zaidi na kuwajali wananchi, pia watalii watakapopata changamoto ya kimatibabu na kukua katika mkoa wetu wa Arusha wanaweza wakapata huduma hiyo. Kwa hiyo hatakuwa na muda wa kwenda sehemu za nje na sehemu za mbali. Kwa hiyo tutaweza tukaongeza mapato zaidi na kuendelea kukuza uchumi zaidi. Serikali ya awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekusudia kwamba tutakuwa na hospitali ya nyota 5 yenye uwezo wa kimataifa wa kutibu na kuhudumia zaidi ya Wanaarusha 1000 kwa siku, na watalii wote ambao watahitaji huduma za matibabu, wawe wanaletwa kwa gari au wanaletwa kwa usafiri wa dharura kama helikopta, wataweza kuhudumiwa na kufika katika hospitali hii. Kwa hiyo tumefarijika sana kuona kazi hii kubwa ya Dr. Samia katika kipindi cha miaka 4 ambayo inaendelea kufanywa katika mkoa wa Arusha. Ujenzi huu unaenda kwa awamu. Tayari awamu inahitaji bilioni 4.4. Na naambiwa tayari Dr. Samia ameshawawekea fedha hizo, ziko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kandarasi ya kwami na mradi unaendelea. Lakini mradi huu tumeutembelea ni kielelezo tu cha kazi kubwa sana ambayo rais wetu na serikali ya Chama cha Mapinduzi imeifanya katika kipindi cha miaka 4 kwenye sekta ya afya. Mimi nimezunguka katika mikoa, wilaya na vijiji mbalimbali kwenye majukumu yangu kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Rais Samia amejenga zahanati katika vijiji vya Tanzania. Rais Samia amejenga vituo vya afya 485 katika kata za Tanzania. Vituo vya kisasa vyenye uwezo wa kuhudumia wagonjwa na kupima wagonjwa wa magonjwa mbalimbali. Lakini vituo ambavyo vina uwezo wa kuwawezesha mama zetu wajawazito kuweza kujifungua salama na kuweza hata kufanyiwa operation katika vituo hivyo vya afya. Hayo ni mapinduzi makubwa sana. Lakini serikali hii ya Rais Samia imehakikisha kila halmashauri ndani ya nchi hii inapata ambulance mpya, na baadhi ya halmashauri zimepata ambulance zaidi ya 1. Lakini pia halmashauri zote zimepewa magari ya kubeba watoa huduma na wataalamu wanaosimamia sekta ya afya. Kila wilaya imepata gari jipya. Tumejenga majengo ya huduma za dharura EMD katika hospitali za wilaya kote nchini. Wodi za kina mama, wodi za watoto zimejengwa kote nchini. Hospitali za rufaa za kanda mbalimbali zenye uwezo mkubwa kabisa wa kutoa matibabu kote nchini. Kila mkoa leo hii una huduma ya CT scan na MRI. Zamani
ulikuwa unapata huduma hizi Bugando, Muhimbili na KCMC peke yake. Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa sana yamefanywa katika sekta ya afya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora, Watanzania wanapata huduma karibu na wanakoishi, lakini Watanzania wanaendelea kuwa hai na kupunguza changamoto zinazotokana na afya. Na nitawapa mfano. Katika miaka michache iliyopita tulikuwa na vifo 550 takriban na 4 kwa kila vizazi hai 100,000. Kila wakina mama wanapokwenda kujifungua 100,000, tulikuwa tunapoteza wenzetu 554. Leo hii nafurahi kuambia Dr. Samia amepunguza vifo vinavyotokana na uzazi kwa 80%. Hali iliyopelekea kupewa tuzo ya goalkeepers ambayo inatolewa na taasisi ya Bill and Melinda Gates ya Marekani. Na kwa mara ya kwanza tuzo hii imetoka nje ya Marekani, na kwa mara ya kwanza tuzo hii imekuja Tanzania. Kwa nini rais amepewa tuzo hii? Kutambua mchango wake mkubwa kwenye sekta ya afya katika kupunguza vifo vya kina mama wanaokuja kujifungua. Uzazi sio adhabu. Uzazi sio laana. Uzazi ni tukio ambalo linakamilisha maneno ya Mwenyezi Mungu ya kuumba na kuongezeka kwa binadamu. Kwa hiyo rais wetu ameonyesha utu, ameonyesha kujali, ameonyesha kuthamini maisha ya Watanzania kwa uwekezaji mkubwa aliyoufanya katika sekta ya afya. Haya yaliyofanywa ni machache, yajayo yanafurahisha. Kwa majina naitwa Mary Liza, natokea Sanawari. Namshukuru Mama Samia kwa huduma alizotoka, huduma zake ni nzuri. Kwa jana nilipofika nilipata huduma nzuri. Serikali ya Mama Samia, Mungu aibariki. Kwa hayo machache.